njoo nikupe umbea. Ila umbea na utoa kwa code. Tusije tukasutwa. Mlikuwa mnataka niongelee nini vile? Kuna watu waambea kuliko mimi nyie. Wameanza kunipa umbea na umbea naona kama una flow. Ndio maana ninawaletea. Picha linaanza bwana, nimeambiwa eti ile karata namba 2 ile karata namba 2 ile nimeambiwa ya kwamba inaenda kule nani kwa kina Yeriko. Yani Yeriko Nyerere msiri sana. Yeriko Nyerere ni msiri sana. Nimeambiwa ile karata inaenda kwa kina Yeriko. Sisi mnanielewa? Nikasema mbona hao Chadema washaanza kuna nini kumshangilia? Wanaonyesha kabisa kwamba huyu mtu anaenda kwao. Nikaambiwa aende kule, yeye hana akili. Kwa sababu kile chama mwaka jana ndio kilichokuwa kimeorganize mapinduzi. Kwa hiyo akienda kule manake anathibitisha tuhuma alizokuwa anapewa na Polepole. Mmesahau tuhuma alizokuwa anapewa na Polepole? Rudini huko YouTube. Ila mimi nakumbuka. Sasa sijui wenyewe wenzetu mnaojifanya mlikuwa mnamshabikia Polepole, mnampenda Polepole, inakuwaje mnamfurahia na huyu mtu? Wakati Polepole alikuwa anasema matatizo yake na Rais Samia ni Rais Samia kufanya kazi na huyu mtu. Mkisikiliza live za Polepole nyingi mnakuta ni mtu huyo mmoja tu nilokuwa anaongelewa. Kusema kwa kipindi kile mimi kwa sijisikii kuongelea vitu kama hivyo, lakini kwa sasa hivi naona wananchi mnataka kuchanganyikiwa, lazima niwakumbushe mkarudi YouTube. Sambiwa hawezi kwenda Chadema, ingawa Chadema wanamshobokea kwa sababu akienda Chadema ana confirm tuhuma alizokuwa anapewa na Polepole. Lakini pia kama itoshi, akienda licha ya kuconfirm tuhuma alizokuwa anapewa na Polepole, manake anathibitisha kwamba hata na yeye alishiriki kwenye yale matukio ya mwaka jana, kesi ya uhaini ile. Nimeambiwa kwamba anaona bora aende kule kwa kina Yeriko Nyerere. Kwa sababu gani? Kwanza turudi back to history 2015 pale ambapo rafiki yake hakupitishwa na Chama cha Mapinduzi, walihamia Chadema, mwenyekiti akiwa nani? Nanielewa na sasa hivi yule mwenyekiti aliyekuwa kule saizi yuko wapi? Najua hajatangaza kwamba amehamia kule, lakini si mmeona magari yote Chadema wamenyang'anywa yameenda kule nye. Raha kama nini kuwa na mtu mwenye pesa zake. Tunawaambia Chadema kila siku, jamani, kuna kazi za kiuongozi, lakini uongozi si kazi. Kabla hujataka uongozi, tafuta kazi uwe na pesa. Matokeo yake Mbowe kahama na kila kitu kawanyang'anya mpaka magari. Wanabaki na magari madogo. Doti nyingine ambayo nimeunganishiwa na ambayo nayo naona kama kana flow. Nimeambiwa hivi, huyu anataka kuchota umaarufu CCM na upinzani. Kwa maana hiyo anataka kuwa mwanasiasa ambaye atakuwa neutral, yani aonekane anaipinga CCM lakini hafanyi zile siasa za machafuko au za kuhamasisha vurugu. And so ukiangalia bado hii chain inarudi kwa Freeman Mbowe, kwa sababu huyo ndo mwanasiasa nguli ambaye ni mpinzani lakini siasa zake sio zile za kuhamasisha vurugu na za kuhamasisha chuki. Na yeye he's smart enough to understand kwamba saizi wa Tanzania hawana shida na wanasiasa ambao wanaimbisha fujo wala chuki. Kwa hiyo ukiangalia kweli the best option inakuwa ni kule aliko Mheshimiwa Freeman Mbowe. Lakini sasa hapa ndo ninapotaka Watanzania sasa muwe na akili zenu timamu, akili saa 6. Mkumbuke huyu mtu kuanzia anatamba, anaota meno, magego mpaka mvi zake alikuwa ndani ya CCM. Kama nyinyi mnafikiria kwa hiki kipindi kilichobakia anaweza akafundishwa itikadi ya upinzani na akawa mpinzani akaweza kweli kushindana na CCM kweli kiitikadi bila kuwa na maslahi nyuma ya mgongo kwamba akiitwa tu mezani mambo yanaisha, shauri yenu. If you ask me, kama ni kweli ili jambo litaenda kutokea, Freeman Mbowe ndiye ambaye atafaidika zaidi. Why? Freeman Mbowe ataitumia ile karata kujizolea umaarufu. Kwa hiyo Chauma inaweza ikapata wabunge wengi sana 2030 kwa kupitia yule, lakini Freeman anajua very well yule hawezi kushinda urais. I'm telling you guys. Na ukiangalia Freeman yeye sio shida zake, kwa sababu hata 2015 alimfanyia hivyo mzee Lowassa. Unataka kuja? Njoo. Na ukiangalia 2015 Chadema ilijizolea wabunge wengi mpaka ikawa kambi rasmi ya upinzani kwa sababu ya umaarufu wa mzee Lowassa. I love Mbowe. Mbowe is a very smart guy. Yani anajua muda gani ya kutumia wewe ili mambo yake yaende. Sasa on the other hand ukiangalia pia nimeona kuanzia jana mbunge Sigrada ameanza kumtetea namba 2. Mmeona Sigrada ameingia mchezoni. Mmeona
Kona mimi kweli hapo nikaanza kuconnect dot. Ningesema haiwezekani Sigrada ingilia haya mambo. Eti aseme amesikitishwa na uamuzi wa Chama cha Mapinduzi. Vinakuhusu nini Sigrada? Wewe ni CCM? Haya. Uzuri wa mzee wetu Mbowe ni kwamba yeye anajua muda gani asimame, muda gani achutame. Na hii pia nafikiri hata Chadema wana kitu cha kujifunza kutoka kwa mzee Mbowe. Mbowe is a very smart man kwenye politics, anajua muda gani wa kujikweza, muda gani wa kujishusha. Na nafikiri hata hiyo karata namba 2 kama kweli itahitaji kujihusisha na siasa, ingawa ametuahidi kwenye ile barua yake kwamba amestaafu siasa na amestaafu utumishi wa umma. Maana yake ni kwamba hatogombea na wala hatokuja kuteuliwa kwenye nafasi yoyote. Najua wengi wenu mnasubiria sana Baikola aseme mtazamo wake binafsi. Mimi mtazamo wangu binafsi mtauona pale ambapo mzee wetu atakiuka ahadi yake aliyotuahidi kwenye barua yake ya kujiuzulu kwamba anastaafu siasa, anastaafu utumishi wa umma. Nikimuona kwenye midadala ya kisiasa, hapo ndo na mimi nitakuwa na la kusema. Lakini kwa sasa hivi kazi ni kwenu, akili kumkichwa. Kama nyinyi mnafikiria mtu ambaye kutambaa kwake mpaka mvi zake amezipatia CCM anaweza kweli kuwa mpinzani, eti ni tumaini jipya, anaweza kushindana na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, hayo ni ya kwenu. Ninachokijua mimi, mzee amesema amestaafu siasa. Kwa hiyo sijui hata hizo assumptions za kwamba atakuja kugombea mnazitoa wapi. Hebu tutulieni kwanza, tujipe muda. Lakini za chini chini ndo ambao wameniambia hivyo. Nyie mnaonaje? Hebu nijulisheni hapo kwenye comments.